nataka nikupe tips, kitu ambacho kitakusaidia kuponya mwili wako katika huu msimu wa kufunga. Kumbuka, naturopathic medicine tunauangalia mwili na roho yako pia. Sio tu mwili wenyewe, na roho yako pia, kwamba maisha ya kiroho yanaamua sana maisha ya kimwili. Na katika hichi kipindi cha mfungo tunaangalia sana maisha ya kiroho. Sasa wakati roho yako inapona, hakikisha unachukua advantage na mwili wako kupona. Vitu gani vya kuzingatia? Namba 1, unapofunga jaribu kuwa na positive attitude, mtazamo chanya, mtazamo ambao unaonyesha kwamba huu mfungo ni kwa faida yangu na kwa jamii iliyonizunguka. Najua kwamba Wakristo na Waislamu wote tunaamini katika kutoa au utoaji sio tu kwa ajili ya kufanikiwa kiuchumi. Unapokuwa unatoa pia kiafya unafanikiwa, kwa sababu ile kitendo cha kuwa na kutoa inakusaidia afya yako ya akili. Unaweza kufocus na kujisikia vizuri kwamba umefanya jambo la maana kwa jamii. Kwa hiyo kama toa katika mtazamo chanya au positive attitude. Itakusaidia sana katika healing ya mental issue au mental health. Kwa hiyo changamoto ya afya ya akili kwenye eneo la utoaji na kipindi cha mfungo inaweza kupata msaada kama utatoa bila kutarajia chochote, lakini pia utatoa ukiamini ya kwamba wewe una mchango kwenye jamii na ni sehemu ya ibada. Jambo la pili, unapofunga, wale ambao wanafunga kwa kunywa vimiminika, najua kuna wengine hawafungi kavu, wanakunywa maji, wanakunywa chai. Tafadhali sana, unapokunywa maji unaweza ukadrop chumvi ya mawe au pink salt. Pinch, sio nyingi jamani, unachukua tu hivi, una drop kwenye maji. Seli zako zitaweza kuaccess hayo maji na mwili wako utaweza kuyatumia. Kumbuka maji ni mineral water, yani ni madini. Kwa hiyo unapoongeza madini, ile chumvi kwa mbali, sio lazima iwe na ladha, ni pinch, yani vipunje tu, kwa sababu seli zako zinachohitaji ni kutambua yale maji. Kwa hiyo unapokunywa yale maji, mwili wako utapokea, na lymphatic system au mfumo wa lymphatic utaweza kusafishwa, kwa sababu ni mfumo unaosaidia kuondoa taka, na maji yanasaidia sana katika kusafirisha na kuondoa uchafu. Kumbuka, seli zako, zile seli ambazo ni dhaifu zinakufa wakati umefunga, na zile seli zenye afya zinaendelea kuwepo na zinazaliwa nyingine. Madini ni sehemu kubwa ya kukusaidia katika kipindi hiki, katika mfungo unaofanya. Unapofunga unafanya rejuvenation, una renew, unaamsha seli mpya na zile dhaifu zinaondoka. So wale wenye magonjwa, wenye vimbe, wenye vitu mbalimbali, take advantage ya huu msimu wa kufunga. Kwa sababu unafunga kwa kusaidia roho yako, hakika na mwili wako utasaidika. Namba 2 ni unapofungua. Nadhani namba 3. Unapofungua katika kifungua kinywa, tafadhali hata kama unaongeza sukari, hakikisha kiwango cha sukari ni sahihi. Mfano, tuchukue Waislamu. Huwa wakifungua wanafungua na uji specific, wanaweka vitu mbalimbali vya asili, lakini wanaweka sukari. Wengine wanapika uji wa ubuyu, wengine wanapika uji wa ukwaju, uji wa muhogo. Naomba sana na nakushauri zingatia virutubisho. Uji wa muhogo ni mzuri, uji wa lishe ni mzuri, lakini uji wa sembe hapana. Mahindi ya sembe hayana nyuzi na tumbo lako halijapokea chochote. Ukiweka ule uji wa sembe hautakuwa na faida. Na matumizi ya sukari, unaweza ukanywa uji wenye sukari, lakini tena usiweke sukari kwenye maharage, kwenye tambi. Sukari itakuzidi, badala ya mwili wako kuwa na afya utatengeneza magonjwa. Ukimaliza mfungo huu wa mwezi mzima, kama utakuwa unakula kwa usahihi, utakuwa umerejuvenate au umeamsha mwili wako, na uwezo wa mwili wako kujitibu utakuwa ni hali ya juu. Kuna symptoms, dalili ulizonazo baada ya mfungo huu, kifuata ya maelekezo utashangaa jinsi gani mwili wako umepona. Kitu kingine, kipindi ambacho kama wewe unakunywa vitu vya miminika kama nilivyosema, tafadhali zingatia maji unapokunywa yale maji, lakini pia kama unataka kunywa chai, kunywa herbal tea, chai za mchaichai, majani ya limao,
majani ya pera, chai za tangawizi, mdalasini. Hizi ni chai ambazo zinasapoti mwili wako kujisafisha na kucontrol au kupunguza jipu kwenye mwili wako, yani ni anti-inflammatory, lakini pia ni antioxidant. Kwa hiyo zinapambana na seli ambazo hazitakiwi, yani free radicals, na itakusaidia kushinda changamoto nyingi sana. Utashangaa hata wale wenye changamoto ya hormonal imbalance, hicho ndio kipindi cha kutumia Trigonella. Trigonella itakusaidia sana. Trigonella 4 herbs ambayo tunayo, unainywa kama chai hapo wakati wa kufungua, au kama ni wale ambao mnafunga kwa kutumia vimiminika, unaweza kuifanya sehemu ya kinywaji. Kitu cha tatu, kula kwa kiasi. Usije tena umefunga kuanzia asubuhi, ikifika jioni unakula chakula chote cha asubuhi, mchana na jioni. Tumbo lako ni kama baloni, liko hivi. Unapokula sana linaendelea kutanuka. Mwisho wa siku mapigo yako ya moyo yataanza kustruggle. Kumbuka, unapokula chakula cha jioni usile kuchelewa sana. Najua wenzetu Waislamu wanakula daku. Kwa hiyo unapofungua ile saa 12, kula vizuri kwa kiasi, mboga, matunda, chakula protini na wanga kwa kiasi. Alafu weka masaa 3 kabla ya kwenda kulala. Na baada ya masaa 3 ndio unaenda kuoga, unaenda kulala. Usile tu umeshiba unanyanyuka unaingia bafuni. Kumbuka, unapokula damu inatembea zaidi kuliko kawaida, kwa mwili unatengeneza joto. Kwa hiyo unapomaliza tu kula na kwenda kuoga, unasababisha mapigo ya moyo kuwa na shida na moyo kuwa na changamoto katika flow ya damu au mzunguko wa damu. Kwa hiyo zingatia, unakula vizuri, mfungo wako ukimaliza, ukishafungua kile kifungua kinywa au kile kifungua kinywa cha jioni, ukishamaliza unakaa masaa 3, ndio unaenda kuoga, unaenda kulala. Wale wanaokula daku wanakula daku, badala ya kurudi kulala wakati huo unaweza ukajipa nusu saa au lisali moja ndio ukaenda kulala. Ni hatari sana kuenda kulala tumbo likiwa limejaa chakula. Hapa mara nyingi watu wanapata changamoto za moyo, na pressure inaweza ikapanda na vitu mbalimbali, hata sukari. Kwa hiyo zingatia, digestive system, mfumo wa mmeng'enyo unahitaji angalau masaa 2 ili chakula kiwe kimesagika. Nawatakia mfungo mwema, mwe na afya njema. Mungu awabariki. Huu ni mwezi wa kupona kiroho na kimwili. Ni Dr. wako Elizabeth Lema. Nawapenda sana.